ni ujumbe wanaopewa Waadventista wa Sabato. Kwa sababu gani? Unajua kila sehemu ambapo Mungu anajitwalia watu wake, kila mahali ambapo Mungu anakuwa na watu, hao watu wanatakiwa walejeshe fadhila au utukufu kwa Mungu. Sasa ikatokea kwamba hao watu tena wanakuwa ni watu ambao wanatukanisha jina lake, Mungu anachukia sana. Lakini leo katika dunia ya leo, tupende tusipende, Waadventista wa Sabato ndio watu ambao wameweza kupewa ukweli, na watu ambao ndio ambao wanatakiwa kureflect, kuonesha watu ukweli wa Mungu. Sasa leo tunakwenda kuona namna ambavyo kwa kweli Mungu anahuzunishwa kwa matendo mengi ambayo Waadventista wanaweza wakawa wakifanya, wakidhani ya kwamba wanafanya tu wao, lakini jina la Mungu linatukanwa. Wewe hujawahi kusikia hata Msabato wanafanya hivyo? Hata hivyo, kwa hivyo uwezi ukakuta hata maneno ni machache kusema hata Muislamu hata hivi, lakini mwa Msabato, kwa sababu wale watu wakubali wasikubali, hao ni watu wanaotazamwa kama nuru ya ulimwengu kwa sasa. Sasa hebu tusome andiko moja hapa, tusome nukuu moja ndio uweze kuona uzito, na hata kama unasikiliza ni Mwadventista wa Sabato, uweze kuwa ukisikiliza kwa makini, ukijua kwamba kuna mzigo mzito juu yako. Jina la Mungu lisije likatukanwa kwa sababu yako na tabia ambazo inawezekana au ukifanya na ujui madhara yake. Sikiliza kitu kimoja. Tunasoma katika Testimony of the Churches Volume 2. Tunasoma ukurasa wa 452 paragraph yake ni ya kwanza. Anasema hivi: maonyo na kalipio hayatolewi kwa Waadventista wa Sabato wenye makosa, kwa sababu maisha yao ni ya kulaumiwa zaidi kuliko maisha ya wanaojiita Wakristo wa makanisa ya jina tu. Wala sio kwamba matendo yao ni mabaya kuliko wa Sabato wale ambao hawakubali utii kwa madai ya sheria ya Mungu, lakini kwa sababu wao, sikiliza sasa sababu. Najua mnaweza mkawa wote ni wezi. Kuna huyu ameiba na ni Mkristo kwa jina, na huyu ameiba ni Msabato. Hapo katika wizi wa Msabato unaonekana ni dhambi kubwa kuliko huyu mwingine. Huo ni uhalisia wa maisha ya sasa. Kwa nini sasa? Anatoa sababu sasa. Licha ya kuwa wote wameiba, wote ni wezi, wote ni wadhambi, lakini anasema lakini kwa sababu wao wana nuru kubwa. Unaona wana nuru kubwa, na kwa kukili kwao wamechukua msimamo wao kama watu maalum wa Mungu, wateule wenye sheria ya Mungu iliyoandikwa mioyoni mwao. Wana sheria ya Mungu iliyoandikwa mioyoni mwao. Wanaashiria uaminifu wao kwa Mungu wa mbinguni kwa kujitolea kutii sheria za serikali yake. Wao ni wawakilishi wa Mungu duniani. Sasa sikiliza hapa, wao ni wawakilishi wa Mungu hapa duniani, lakini anamaliza anasema dhambi yoyote ndani yao inawatenganisha na Mungu, na kwa namna ya pekee inatukana jina lake kwa kuwapa maadui wa sheria yake takatifu nafasi ya kulaumu hoja yake na watu wake ambao amewaita mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Kwa hivyo kumbe wanapofanya yale ambayo yanamchukiza Mungu, jina la Mungu linatukanwa kwa sababu ya Waadventista wa Sabato wanavyoenda kwa njia ambazo Mungu hakuelekeza. Waadventista wa Sabato, unaona kuna kikombe kizito utakuja kunywea. Msabato ambaye anajua hili ni dhambi, hii si dhambi, na akafanya ile ambayo ni dhambi, kwa hakika yake kwanza anatukanisha jina la Mungu. Mbingu haingii yeye, lakini pia anafanya jina la Mungu liweze kutukana. Kuna watu leo hawanasema kabisa hawawezi kuingia katika Sabato kwa sababu wale wako katika Sabato wana maisha ambayo sio, wanahubiri tofauti na wanachoishi. Hapa ni msalaba mzito wako nao, msalaba mzito sana. Sasa ninahitaji tuweze kwenda katika gombo la tano vile vile, Testimony of the Churches, ukurasa wa 180, ukurasa wa 138. 138 ndio hii tunasoma hapa. Some hapa. Haya. Paragraph yake ni ya pili. Anasema hivi, sikiliza kwa makini. Sisi tunaonekana kama watu wa kipekee. Hapa anaelezea Waadventista wa Sabato. Ndio unaona
Katika sheria 10 zile tulipewa, amri 10 ambazo Mungu ametupatia, hatuokolewi kwa sababu tunashika sabato. Tunaokolewa kwa sababu kwanza tunamwamini Mungu na kuamini Yesu, jina la mwanae, lakini vile vile tunasaidiwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kushika amri zote. Kwa hivyo yule ambaye anashika sabato, tena ni mwizi au ni mzinzi, bado anaweza kukinywea kikombe vile vile kama mvunja sabato. Sisi tumeonekana kama watu wa kipekee. Msimamo wetu na imani inatutofautisha na dhehebu lingine lolote. Kama maisha na tabia zetu havina uzuri kuzidi wa ulimwengu. Sikiliza mzigo uliopo kwa Wasabato leo. Anasema msimamo wetu na imani yetu tutofautisha na dhehebu lingine lolote. Ndio, anasema kama maisha na tabia zetu hazina uzuri kuzidi walimwengu, watatuonyoshea kidole cha dhihaka na kusema hawa ni Wasabato. Hao watu ambao ni walimwengu, tukiwa tuna maisha ambao haviendani na tabia ambazo haziendani na ujumbe tuliopewa, hao ambao ni wa ulimwengu watasema hao ni Wasabato. Mmewaona Wasabato? Mmewaona? Hiyo ndio ambayo mama Haja alikuwa amekwisha kusema awali. Ndio maana leo vidole ni vingi kuwaonyoshea Waadventista wa Sabato. Kwa nini? Kwa sababu katika ujumbe wanaohubiri wengi wao wanalitukanisha jina la Mungu, na kikombe hicho watakuja kunywea kwa hakika. Ni mzigo mkubwa ambao upo katika mabega ya Waadventista wa Sabato. Wanabidi waweze kujua na kurudi katika miguu ya Mungu. Ikiwa kama Waadventista wa Sabato wangeishi ujumbe wao waliopewa kiukweli, kwanza dunia ingekwisha hata kufika mwisho, kwa sababu tungekuwa tumekwisha kuhubiri watu wengi. Lakini vile vile upendo kati ya ndugu ungeweza kuenea zaidi. Ndipo hapo anasema tunayo mifano ya watu wanaoitunza Jumapili kama siku ya saba. Unyanyapaa ambao unapaswa kushingamana na kundi kama hilo umewekwa kwa wote wanaoitunza siku ya saba kwa dhamiri. Ingekuwa bora kiasi gani kama kundi hilo lisingejifanya kutii ukweli. Ni bora hata wasingeutii ukweli kama wanadai kuutii na bado wanaukanyaga katika miguu yao. Mungu na awasaidie Wasabato kuanzia hapo.